Ufuatao ni wasifu wa marehemu Profesa Dr. Cuthbert Francis Mhilu. Kwa huzuni kubwa na majonzi ya moyo, tunatangaza kifo cha Profesa Cuthbert Francis Mhilu aliyefariki dunia usiku wa tarehe 19 Mei 2025 baada ya kipindi cha kuugua alichokivumilia kwa ujasiri na kwa muda mrefu. Profesa Cuthbert Francis Mhilu alizaliwa mwaka 1950 tarehe 12 mwezi wa 10. Mnamo mwaka 2023 Profesa Mhilu aligundulika kuwa na tatizo kwenye tezi dume. Alifanyiwa upasuaji uliotajwa kuwa wenye mafanikio na aliendelea na mpango wa matibabu ambao mwanzoni ulionyesha mafanikio. Kwa kipindi fulani aliendelea kuwa na afya njema na kuwa na matumaini ya kupona. Hata hivyo, mwanzoni mwa mwaka 2025 afya yake ilianza kuzorota na hivyo kusababisha uchunguzi zaidi wa kitabibu. Kufikia mwezi Mei, hali yake ilizorota zaidi na madaktari wakapendekeza tiba ya mionzi pamoja na kuendelea na dawa kwa lengo la kuharakisha kupona kwake. Kwa masikitiko makubwa, baadhi ya dawa alizopewa zilikuwa na kiwango ambacho kinaleta side effects za sukari, jambo lililosababisha kisukari cha ghafla na kushusha shinikizo la damu na kupelekea shinikizo la damu na kushusha pressure yake, ambayo tukapelekea kumrush hospitali tarehe 19 Mei 2025. Hali yake ilikuwa mbaya sana. Alikimbizwa hospitalini kwa haraka licha ya juhudi kubwa za timu za madaktari kuthibitisha shinikizo la damu na kiwango cha sukari. Hali yake haikuboreka. Alilazwa katika chumba cha wagonjwa mahututi ICU ambako alifuatiliwa kwa karibu zaidi. Madaktari waliendelea na juhudi zao za kuimarisha hali yake, lakini kwa bahati mbaya viashiria vya maisha vilibaki kuwa vya hatari. Usiku huo huo, Profesa Mhilu alifariki kutokana na changamoto hizi za kiafya. Profesa Cuthbert Francis Mhilu hakuwa tu msomi na mtaalamu mashuhuri, bali pia alikuwa baba pendwa, mlezi, rafiki, mwenza kwa ofisi zake, na mchango wake mkubwa katika taaluma, jamii na maisha wengine hautasaulika. Ameacha urithi wa ubora, uadilifu na huruma. Atakumbukwa sana na kuenziwa na familia yake, marafiki wenzake na wote walioguswa na maisha yake. Ifuatayo ni taarifa za kitaaluma. Profesa Cuthbert Francis Mhilu alipata nafasi ya kuweza kusoma nje kipindi cha mwaka 1989 ambapo aliweza kuchukua PhD yake nchini Uingereza, Leeds. Vile vile mwaka 1981 alikamilisha masters yake pamoja na bachelor's chuo cha St. Petersburg Leningrad Polytechnic, Urusi. Profesa Cuthbert Francis Mhilu alikuwa ni profesa wa muda katika chuo cha usafirishaji na uhandisi, kitivo cha uhandisi, taasisi ya kitaifa ya usafirishaji Tanzania, kuanzia kipindi cha 2023 hadi kipindi cha umauti wake. Vile vile profesa alikuwa mshiriki uhandisi wa mitambo na viwanda, chuo cha uhandisi na teknolojia ya chuo kikuu cha Dar es Salaam, kuanzia mwaka 2009 mpaka 2019. Vile vile alikuwa ni mhadhiri mwandamizi uhandisi wa nishati, chuo cha uhandisi na teknolojia ya chuo kikuu cha Dar es Salaam, Tanzania, kuanzia mwaka 1900 mpaka 2009. Hakuishia hapo, alikuwa mhadhiri uhandisi wa mitambo, kitivo cha uhandisi, chuo kikuu cha Dar es Salaam, Tanzania,
mnamo mwaka 1989 mpaka 1997. Hizi ni baadhi ya nafasi alizokuwa akishika katika kazi zake. Profesa Cuthbert Francis Mhilu, wa kuishia hapo, alikuwa ni ana wanachama wa bodi za ushauri za kisayansi za kitaasisi za kitaifa na kimataifa, ambapo alihudumu katika ofisi ya kikanda kwa Afrika, uandaaji wa mapendekezo ya utafiti na mipango ya sayansi kwa Afrika juu ya nishati jadifu, kwa Kiingereza renewable energy. Vile vile mnamo mwaka 2004 mpaka 18 alikuwa mwanachama wa muungano katika kamati ya uendeshaji ya utafiti wa chuo kikuu, utafiti wa pamoja na wa nishati jadifu kati ya Tanzania, Uganda, Msumbiji na taasisi za Uswizi. Vile vile Profesa Cuthbert Francis Mhilu alikuwa mwenyekiti katika mkutano wa kitaifa wa siku 4 kuhusu uhandisi wa mitambo wa viwanda, kituo cha mikutano cha taasisi ya Nelson Mandela na ya sayansi na teknolojia Arusha. Hizi ni baadhi ya sehemu alizokuwa akihudumu kama mwanachama. Fuatao ni huduma zake za taaluma na kwenye industry kiujumla. Profesa Cuthbert Francis Mhilu akiwa chuo kikuu cha Dar es Salaam, Tanzania, kwa kiongozi wa timu wa tathmini ya hali ya usambazaji wa maji katika kampasi ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere Mlimani campus kuanzia Julai mpaka Septemba kipindi cha mwaka 2016 akiwa kama mshauri consultant. Vile vile mamlaka ya elimu ya ufundi stadi VETA Zanzibar, alikuwa ni mtaalamu wa vifaa. Alikuwa kwenye kazi za uandaaji wa ripoti za utekelezaji wa mradi wa vituo vya maendeleo ya ujuzi kipindi cha Juni 2004. Kuishia hapo, alipata nafasi ya kuwa kiongozi wa timu ya utafiti wa maendeleo ya mitambo midogo ya umeme Zanzibar COSTECH 1999. Profesa Cuthbert Francis Mhilu alipata nafasi ya kuwa mwenyekiti wa bodi wa kurugenzi ya viwango mwenyekiti wa bodi wa kurugenzi bodi ya viwango Tanzania TBS kwa kipindi cha mwaka 2013 mpaka 2016. Hakuishia hapo, alikuwa ni mneki kutokea Korogwe katika chama cha CCM kipindi cha mwaka 2012 mpaka 2017. Profesa Cuthbert Francis Mhilu ameacha mke wake pendwa na watoto wake. Alikuwa mume mwaminifu, baba, rafiki na nguzo ya familia yake. Nipende kutoa shukrani za dhati kwa madaktari na wauguzi wa hospitali ya Muhimbili VIP Lounge waliotusaidia sana kipindi cha awali. Vile vile Dr. Atas wa CCBRT ambaye akishughulika na masuala ya macho alikuwa akimtibia mzee wangu. Dr. Sensa, Dr. Deo na Dr. Zaranabu wa Muhimbili na Moi. Nipende kutoa shukrani chetu chote. Wahadhiri na wenzake wote kutoka UDSM, NIT na wengineo tunatoa shukrani za dhati. Majirani kutoka jamii ya watumishi wa chuo, Mama Mhilu, mke wake mpendwa, alikuwa naye mchana na usiku kwa neema na nguvu katika kipindi chote cha ugonjwa wake. Tumeguswa sana na huruma ilionyeshwa na wote wakati huu mgumu. Mungu awabariki sana. Bwana alitoa, Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Amen.